yetu ya tarehe 25 ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, mechi ya marudiano, na kombe litakuwepo Benjamin Mkapa. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye hatuishi, tulianzia kwenye hii tunavuka robo finali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo finali, lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka. Tulipofika hatua ya nusu finali, wakasema shughuli yake imeishi hapa, huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya finali. Tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu finali na kuingia finali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba ubingwa wa Afrika 2025. Simba Sports Club tunabeba. Kila mwana Simba aichukue hiyo kuanzia sasa, kila mwana Simba aiweke moyoni hiyo kuanzia sasa, na kila mwana Simba aanze kufanya kazi kuanzia sasa kuhakikisha kwamba kombe hili tunabeba. Bado tunayo kumbukumbu mbaya ya mwaka 1993. Wapo ndugu zetu wengi ambao walipata madhara makubwa ya kisaikolojia, madhara makubwa ya moyo, madhara ya kila kitu baada ya Simba kupoteza fainali katika uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Wale wote ambao wameishi na mioyo hiyo yenye maumivu kutoka 93 mpaka leo, tunakwenda kuwafuta machozi rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na njia pekee ya kumfuta machozi mwana Simba aliyeumia mwaka 93 ni kumpa zawadi ya ubingwa wa safari hii. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na ni vema kila mwana Simba akatambua ugumu uliopo mbele yetu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye sio mpinzani wa kawaida hata kidogo. Hili kombe la shirikisho Berkane amechukua mara 2, amecheza fainali mara 4 jumla. Maana yake ni kwamba huyu ni mzoefu katika eneo hili. Na hapa hatuzungumzii ubingwa ama fainali ya Berkane ya zamani kama yetu ya 93. Hapa tunazungumzia fainali au ubingwa ambao wameuchukua Berkane 2024, 2023, 2024. Berkane amechukua ubingwa, Berkane amecheza fainali. Kwa bado ni wa moto kweli kweli kwenye upande wa mafanikio ya soka barani Afrika. Huyo ndio aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye, lakini hatuofii rekodi yake wala ubora aliyokuwa nao. Sisi ni Simba Sports Club na tunasema hili tunabeba, lakini haitakuwa ya kubeba kwa wepesi wepesi. Ni lazima tufanye kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunachukua ubingwa wa Afrika. Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeida Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka 2 na unajua huyu mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa Simba hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakuambia, anakupigia simu, jamani hii mechi ngumu, viongozi pambaneni.
Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anapoweza kupambana. Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndo kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, tukamtoa Al-Masry. Uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yoyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa. Kombe hili akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yoyote ile. Hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho maamuzi inapulizwa. Anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kurudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali. Maana mshindi wa pili anakuwa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kwaga na medali za aina mbili. Kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto. Ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano. Na kwa kuanza hilo, kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yoyote ile wana Simba tuachane nayo. Huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, remuvusha huyo mtu. Wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika.